kama umefika miaka 50, miaka 59 kwenda juu, hakikisha hauna dalili au hauna dalili za kuvimba kwa tezi dume, basi fanya kwamba wewe unafanya check up za kila mwaka kuhakikisha kwamba unapima saratani ya tezi dume na kuvimba kwa tezi dume. Hii itakusaidia kwamba endapo utakuwa na changamoto hiyo, utaweza kupata tiba pale ambapo tatizo linaanza. Ubaya ni kwamba wanaume wengi wanakuwa wanaenda hospitali wakiwa tayari tatizo limeshakuwa kubwa sana, na hiyo yote ni kwa sababu hawajaipa kipaumbele afya zao. Yaani wengi wanachotaka, kama mfano wanaume wanachohitaji kitu ni kimoja tu, ni nguvu za kiume. Yaani mwanaume atatoa hela yoyote endapo tu inahusu mambo ya nguvu za kiume, endapo itamfanyisha kwamba aheshimike kwenye tendo la ndoa, endapo itamfanyisha kwamba aweze kurudia hata mara 10 tendo la ndoa. Hapo anajiona ni kidume, kumbe anaenda kutengeneza matatizo mengine. Sasa wewe mwanaume ambaye umeshafika miaka 55 kwenda juu, hakikisha kipaumbele chako kiwe ni afya. Hakikisha kila mwaka unapima saratani ya tezi dume, unapima kuvimba kwa tezi dume, kwa sababu hivyo vitu vinapokuwa utakapovipata vitaenda kuathiri afya yako na kipato chako kwa ujumla. Utajikuta wewe ni mtu wa kupata tiba kila siku hospitali. Utajikuta wewe ni mtu wa kulala nyumbani kila siku sababu ya tatizo lako hilo, kuvimba kwa tezi dume au kupata changamoto za saratani ya tezi dume. Kwa hiyo unapofika umri huo, hakikisha unafanya check up mara kwa mara. Lakini hata wewe ambao una miaka 35, ni vizuri mara moja kwa mwaka ukawa unaenda kupima tezi dume na kuvimba kwa tezi dume, kwa sababu hii unapoangalia afya yako ya tezi dume na unajua kabisa kwamba iko vizuri, utaambiwa ule vitu gani, uepuke vitu gani. Hivyo vitu vitakusaidia usije ukapata changamoto ya kuvimba kwa tezi dume. Ndugu yangu, wewe ambao bado hujapata hili tatizo, bado hujui, lakini waangalie au nenda kwa wagonjwa ambao wana tatizo la kuvimba kwa tezi dume au wana saratani ya tezi dume. Watakwambia maumivu na mambo ambayo wanapitia, ambayo wewe mwenyewe utasema kwamba kweli Mungu tu amenisaidia mimi. Sasa jihakikishie kwamba unaweka afya yako nzuri kabla tatizo haijakupata. Kama una changamoto ya tezi dume na umefika miaka 35, chukua namba yangu bao nipigie, naweza kusaidia jinsi gani ya kutatua hiyo changamoto bila kuathiri afya yako.